Karibu ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Mwangaza FM kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa leo ni tarehe 11 Juni. Upendo wa Mungu unatuhamasisha tufikiri, tuongee, tutende na kuteseka kwa ajili ya utukufu wake mkuu. Ni kama moto ambao unateketeza ndani mwetu vile vyote ambavyo vinaweza kupunguza kasi yetu ya kuwa katika muungano wa karibu na kilicho bora zaidi. Hivyo basi yatupasa tumruhusu Bwana atutakatifuze na huo moto ili tuweze kuwa wake bila kugeuka kama asemavyo Mtakatifu Francisco wa Sales. Upendo wa Mungu unatuhamasisha tufikiri, tuongee na tutende na kuteseka kwa ajili ya utukufu wake mkuu. Ni kama moto ambao unateketeza ndani mwetu vile vyote ambavyo vinaweza kupunguza kasi yetu ya kuwa katika muungano wa karibu na kilicho bora zaidi. Hivyo basi yatupasa tumruhusu Bwana atutakatifuze na huo moto ili tuweze kuwa wake bila kugeuka kama asemavyo Mtakatifu Francisco wa Sales. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, katika ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari anatualika au anatusisitiza tuwe na upendo wa kimungu. Upendo usio na masharti, usiobagua wala kuchagua mtu yeyote. Ni muhimu sana kuelewa na kuruhusu ukweli huu uzame akilini kwamba kuumbwa kwetu ni matokeo ya Mungu wetu. Mimi na wewe sio kwamba tuliumbwa, bali tulizaliwa kutoka kwenye moyo wa Mungu. Na tunahusiana na Mungu Baba kwa kifungo cha mapendo kinachotupatia uhusika katika maisha ya Utatu Mtakatifu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kuwa Mungu katika wema wake kwa uhuru wake alituumba ili tushiriki katika baraka zake. Kutimiza hilo, wakati ulipotimia, Mungu alimtuma mwanaye kutukomboa na kutuokoa na dhambi na umauti. Ukirejea Injili ya Yohane sura ya 3 aya 16 inayosema, kwa maana hii jinsi Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Katika mwana wake na kwa njia yake na pamoja naye anatualika wanadamu ili tuwe wanawe na huyo warithi wa maisha yake ya baraka. Upendo usio maneno matupu bali ni maisha ya utiifu kwa neno la Mungu. Mtakatifu Gaspari anasema, upendo ni kama moto ambao unateketeza ndani mwetu vile vyote ambavyo vinaweza kupunguza kasi yetu ya kuwa na muungano na Mungu. Hivyo vitu vinaweza vikawa ni ufisadi, uchafu, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitna, faraka, uzushi na husuda. Ukirejea barua ya waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya 19 hadi aya 21. Kwani kwa moto wa mapendo huteketeza hayo yote, na hivyo tunakuwa na muunganiko na Mungu, kwani Mungu hukaa mahali patakatifu. Upendo hustiri wingi wa dhambi. Ukisoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 aya 8 inasema, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo hustiri wingi wa dhambi. Upendo wa Yesu unafananishwa na upendo wa ndege aina ya pelikane anayepatikana zaidi nchini Italia. Yeye wakati wa njaa hudonoa mwili wake ili watoto wake wapate shibe ya damu na nyama yake. Ni ndege mkubwa mwenye shingo kubwa na mabawa makubwa. Upendo wake kwa watoto ndio hufananishwa na upendo wa Yesu kwa wanadamu. Rejea wimbo Ninakuabudu Mungu wangu unayejificha altareni, utenzi namba 6 unaosema, Yesu pelikane nitazame, na kwa damu yako nitakase. Tone moja ndilo linalotosha na dunia yote yaokoka. Huo ndo upendo anaotualika Mtakatifu Gaspari kuwa nao kwa wenzetu. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, tuombe Mungu Roho Mtakatifu awashe ndani ya mioyo yetu moto wa mapendo. Itukuzwe damu ya Kristo. Aliyekuletea tafakari hii ni Frateri Moses Faustin Mitanda, frateri wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.